Naam, kama ulivyoona ni matukio ambayo yaliweza kufanyika Kigoma, ambapo Rais Mama Daktari Samia Suluhu alienda kuzindua miradi ya serikali, lakini wananchi wenye ghadhabu hawakumkaribisha vyema, wakidai kuwa amekuwa na ulaghai serikalini, amekuwa akiiba mali ya umma, hajakuwa akiwapa viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza, na kuwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Rais Mama Daktari Samia Suluhu ameonekana kama kiongozi mwenye mwelekeo wa udikteta. Hayo si maneno yangu, bali ni maneno kwenye mitandao ya kijamii, huku wengi wakiweza kumsuta Rais Mama Daktari Samia Suluhu kuwa anaongoza na uongozi wa udikteta. Lakini tungependa tu kusikia kutoka kwa unakubaliana na maneno haya kuwa rais anaongoza nchi kwa njia ya udikteta? Kumbuka hii ni kutokana na jinsi CCM inashughulikia wapinzani wa kisiasa. Kumbuka Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, amekuwa akisikilizwa mahakamani. Hata siku ya leo amekuwa mahakamani, lakini wananchi pamoja na wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu wakizungumza kuwa Rais Samia amekuwa akiingilia kati uhuru wa mahakama, na kuwa mahakama kuu imekuwa ikisikiza sauti kutoka juu, na hii juu ina maana ya Rais Samia Suluhu, na kuwa ametumia vyombo vya dola kama polisi na usalama wa taifa kudhibiti sauti zinazopinga serikali, ambapo kumekuwa na ongezeko la utekaji nyara. Kumbuka baadhi ya wanaharakati pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu pamoja na wachambuzi wa siasa wameendelea kusema kuwa maamuzi ya Rais Samia ya kuongoza nchi kwa njia ya udikteta yamekuwa yakitekelezwa kwa mtindo wa amri kutoka juu bila ushirikishwaji mpana wa wadau, na CCM imetumia hoja usalama wa taifa kama kisingizio cha kuzuia mikutano au maandamano ya amani. Kumbuka hapo awali naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche alikuwa amekatazwa kuongoza mikutano ya kisiasa, na pia viongozi wengine wa upinzani walikuwa wamekatazwa kuongoza mikutano ya kisiasa, la sivyo wanawekwa gerezani. Hali hii imeweza kufanya wananchi wasiwe na imani na serikali, na kuwa serikali imekuwa ikitumia nguvu huku wakitaka viongozi wa upinzani naye Tundu Lissu aweze kuachiliwa huru haraka iwezekanavyo. Na kumbuka hali isiyokuwa ya kawaida, na vijana waliokuwa wakishabikia Rais Samia Suluhu waliweza kupinga vijana ambao waliweza kumfukuza Rais Samia Suluhu eneo la Kigoma. Kumbuka si kila hadhira ambayo iliweza kumfukuza Rais Samia Suluhu, bali kuna ile hadhira ambayo iliweza kumkaribisha vyema Rais Samia Suluhu kule Kigoma. Lakini asilimia kubwa wana madai kuwa rais hawapi vijana, viongozi wa upinzani, vyombo vya habari uhuru wa kujieleza, na kuwa amekuwa anaongoza nchi kwa njia ya udikteta, huku wananchi pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu wakitaka kuwa Rais Samia Suluhu aweze kuheshimu katiba na aweze kuwapa viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza, na pia aweze kumwachilia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, na kuwa Samia aache kuingilia kati uhuru wa mahakama kuu, ambapo kumekuwa na madai kuwa mahakama kuu imekuwa ikisikiza maagizo kutoka juu, na kutoka juu ina maana ya Samia Suluhu. Maoni yako ni yapi? Tungependa tu kusikia kutoka kwako. Tuandikie maoni yako kuhusiana na hili swala nzima, ambapo rais anaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kupitia hasa mtandao wake wa X, huku watu wakiingilia kati ziara ya rais kule Kigoma, ambapo aliweza kushambuliwa na pia kufukuzwa, na wananchi wakitaja kuwa hajakuwa akijali
kujali maslahi ya wananchi, bali amekuwa tu akijali maslahi ya viongozi wa CCM, na pia hajakuwa akiwapa uhuru wa kujieleza kwa viongozi wa upinzani, kwa kuwa wale ambao wanapinga serikali wamekuwa akitekwa nyara na pia wengine kuwekwa jela ama kufungwa gerezani, hali ambayo imekuwa ama imeweza kuzua utatanishi miongoni mwa wananchi pamoja na viongozi wa upinzani na wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu, ambapo wameweza kujieleza kwenye mitandao ya kijamii kuwa rais anastahili aweze kuheshimu matakwa na pia katiba ambayo inawapa viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza, na pia wananchi uhuru wa kuandamana na kujieleza, na pia viongozi wa upinzani uhuru wa kuwa na mikutano ya kisiasa. Maoni yako ni yapi? Tuandikie hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.